Tenda Radio. Hii ni Tenda Radio. Tenda zote ni Nest. Unasikiliza Tenda Radio. Ramani ya fursa za zabuni. Tenda Radio. Imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Yale maono ya serikali ya Tanzania kutengeneza mabilionea wapya 100 yana kila dalili ya kutimia wakati huu wa serikali ya awamu ya 6, hasa baada ya vijana kuanza kuufikia umilionea na ubilionea wa shilingi kupitia pesa unazozipata kwenye tenda za serikali. Karibu usikilize sehemu ya 19 ya Tenda Radio, ambapo leo ni ile siku tuliokuahidi kuwa tutapiga story na kijana wa Kitanzania aliyejipatia mabilioni ya shilingi kupitia tenda za serikali alizozipata kupitia mfumo wa Nest, kwa uwazi, usawa na bila mambo ya kujuana. Kwa tenda ambazo niko nazo feed kwa sasa kwa mwaka huu wa fedha peke yake, nadhani 3.2 bilioni. Tutafungua jinsi ya kushiriki michakato ya tenda za serikali kama kampuni au kama kikundi, na jinsi ya kuzipata tenda hizo kupitia mfumo wa Nest. Kwa msisitizo tu ni kwamba Nest ndiyo connection pekee ya tenda za serikali. Usidanganyike kivyovyote vile. Rasimisha biashara yako kisha jisajili kupitia nest.go.tz. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tuko na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, wana ujumbe. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii. Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa Nest kwa kupiga simu namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0226363854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Hii ni Tenda Radio. Nilisema leo nitawaeleza jinsi ya kushiriki zabuni za umma maarufu kama tenda za serikali kama kampuni au kama kikundi. Sasa nianze na hii fursa kwa vikundi vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Na zaidi ya 70% ya bajeti kuu ya serikali hutumika kwenye ununuzi wa umma. Maana yake ni kwamba katika kila shilingi milioni 1, zaidi ya shilingi 700,000 hutumika kwenye tenda za serikali. Na hii ni pesa ambayo wewe Mtanzania unaweza kuipata kwa kufanya kazi. Hatua ni chache tu. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20, sajili kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi. Halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuwekwa kwenye orodha rasmi. PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa Nest. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi chenu ataingia kwenye mfumo wa Nest, yaani nest.go.tz, kukamilisha usajili. Na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Ni hivyo tu. Msaada wa kujisajili na kuomba tenda unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia namba 0736 49 49 48 au support@nest.go.tz kwa msaada wa haraka. Unasikiliza Tenda Radio. Unaendelea kusikiliza Tenda Radio. Muda mfupi uliopita nilikupa maelezo ya jinsi ya kufaidika na tenda za serikali kwa kuunda vikundi vya watu 5 hadi 20 bila kuwa na kampuni.
Lakini pia wapo vijana walioamua kusajili makampuni wakiwa na ndoto kubwa ya kuwa maafisa watendaji wakuu, yaani CEOs, na kuwa mamilionea au mabilionea. Bahati nzuri, serikali ya awamu ya 6 imeweka mazingira rafiki na rahisi kuhakikisha vijana wanazipata fursa hizi za kuwa mabilionea kupitia tenda za serikali. Tunao mfano halisi wa kijana wa Kitanzania kutoka mkoani Mbeya anayemiliki kampuni inayofanya kazi za ujenzi, ambaye amenufaika na tenda za serikali kupitia mfumo wa NeST, na leo atafunguka kueleza jinsi alivyofanikiwa. Karibu sana. Jitambulishe jina lako na utuambie unajihusisha na nini hasa. Mimi naitwa Emmanuel Madafa, mkurugenzi wa kampuni ya Makae General Supplier Limited yenye makazi yake jijini Mbeya. Kampuni yangu inajihusisha na shughuli za uzabuni. Mimi ni supplier kwa maana ya na supply hardware material, building material, vifaa vya maji, water plumbing na food and beverage kwa maana ya chakula kwenye taasisi za serikali, kwa mfano kama kwenye shule za serikali. Kwa hiyo leseni zangu zinanitaka nifanye hivyo, kusupply vifaa vya maji, kusupply chakula, kusupply vifaa vya ujenzi. Hasa nimejiattach sana na serikali kwa maana ndio wadau wangu wakubwa kwenye shughuli zangu. Sawa sawa. Sasa tueleze kwa ufupi, ulianzaje hadi kukamilisha kujiunga na mfumo wa NeST na kuomba hizi tenda? Kwanza, jambo la kwanza, baada ya kukamilisha hatua zote za ufunguaji wa kampuni, kwa sababu hizi kazi huzipati ukiwa sole proprietor. Yaani kusema sole proprietor ni mtu ambaye yuko tu individual, yuko yeye kama yeye. Kampuni ndio inakutambulisha wewe kupata kazi. Nikaanza hatua sasa za awali, kwa maana sasa kujiunga, kwanza kupata elimu. Baadaye sasa nikajua kwamba kumbe nikifungua kampuni natakiwa niingie NeST ili nipate kazi. Nikaanza kufanya hatua za kujiunga sasa na hiyo NeST. Kwanza kujua hiyo NeST inafanyaje kazi. Kwa hiyo nikapata mtaalamu akanielewesha, nikafungua account. Kwa hiyo hivi ninavyoongea na wewe nina account. Kampuni kama kampuni, sio mimi Emmanuel Madafa kama mkurugenzi. Kampuni sasa official inapata notification. Kwa hiyo kama kazi zote zinazotangazwa, kwa mfano kwa mkoa wa Mbeya, ujenzi wa hospitali, naona inapata notification kwenye email yangu kwenye kampuni. Sasa kusupply building material halmashauri ya wilaya ya Rungwe, naona notification. Kwa sasa hapo ikanirahisishia mimi na nitengenezea unafuu. Mimi niamue sasa kwa hizi kazi 10 ambazo zimetangazwa. Kuna zingine zinatangazwa ziko Singida, zingine zinatangazwa ziko Mafinga, ziko wapi Njombe. Kwa hiyo unaona unafuu. Je, nikiomba kazi Iringa, nina uwezo kufika Iringa? Kwa hiyo unapiga tu hesabu yangu kwamba kama kazi ya milioni 20, 30, 40, 50, kwa sababu hizi NeST wala haichagui kwamba kazi ni ya budget kiasi gani. Kazi yote hata kama shilingi 100,000 na lazima itangazwe NeST. Kwa hiyo kuna wengine wana kampuni lakini hajajiunga na NeST. Kwa hiyo huyo inakuwa kwake ni ngumu sana kuwa na mdau na serikali, kwa sababu kazi nyingi sasa hivi zinatangazwa kupitia NeST. Kuna mtu anayekusikiliza sasa hivi anajiuliza, kama wote wakiomba zabuni, soko watalipata wapi? Tueleze hili kwa uzoefu wako. Soko ni nalo. Soko ni kubwa. Yaani soko tu la mkoa wa Mbeya peke yake, hata kama kila kijana akafungua kampuni akaamua kuingia NeST, kuna kategori nyingi sana ambazo zinampa nafasi, ule uwanja, channel ni nyingi za kufanya kazi. Kwa mfano, serikali inahudumiwa kuhusu service za magari. Serikali inahudumiwa kuhusu ujenzi wa barabara. Serikali inahudumiwa kupeleka vifaa tiba. Serikali inahudumiwa kuhusu chakula kwenye mashule. Sasa zote hizo unaweza tu wewe ukaamua kwa mwaka huu au kwa miezi hii, mimi kwa leseni yangu nilionayo naomba nijiattach kusambaza chakula kwenye mashule. Kwa hiyo mimi nikaamua kuingia kwa mfumo huo, nikaanza kusambaza chakula. Sasa ni mbinu gani uliotumia kuomba tenda kwenye mfumo wa NeST? Kazi zinatangazwa NeST, naziona, naomba. Kwa hiyo ninapoomba kwenye mfumo wa NeST, napakua zile bei, naangalia, naanza kuweka bei yangu mimi. Nikiapply kwenye kazi 5, Mungu si Asmani, unapata kazi zako 2, 1. Na kwa uzoefu wako, unauzungumziaje uwazi na haki kwenye mfumo wa NeST, na kwa nini umekuwa na imani nao tofauti na zamani? Bahati mbaya sasa kule kwenye mfumo wa NeST hakuna anayekujua. Yaani hakuna anayemjua Makae ndio nani. Yaani kwa hiyo wanapofanya evaluation kule, waanza sasa kufanya selection kwamba huyu bwana Makae kampuni iko Mbeya, ameomba, amebidi kwa bei hii.
unaona angalau huyu bei yake iko chini au bei yake iko inaendana na bajeti yetu. Kwa hiyo wanakuwa wadi. Kwa hiyo sisi kwa upande wa Nest, mimi naweza kusema imefungua milango mingi sana na imenifundisha kwa sababu kila kitu kinapatikana Nest. Na ni kitu gani ambacho hukukifahamu kuhusu mfumo wa Nest hapo kabla ambacho sasa hivi unajivunia kama faida na ungependa Watanzania wafahamu? Mimi wala sihitaji kutumia nguvu nyingi wala kuestablish kampuni yangu wala kuitangaza status kwamba nina kampuni hii na hii inajihusisha na shughuli hii. Hapana, kwa sababu tayari naona matangazo, naona notification nazipata. Kwangu mimi inakuwa urahisi. Unapopata tenda, deliver kwa wakati, basi itakuongezea wigo mpana wewe kuendelea kupata notification nyingi na kufanya kazi nyingi zaidi. Nini kilikupa hamasa ya kuwa mzabuni na kuanza kutafuta tenda za serikali? Asante. Kwanza mimi kama nilivyozungumza mwanzo, profession yangu mimi ni mwandishi wa habari. Nimehudumu kunifanya kwenye taaluma ya habari zaidi ya miaka 15. Jambo la kwanza, mimi kama kijana nilikuwa naangalia serikali inatuita sisi waandishi wa habari. Inasema tumemkabidhi mkandarasi ujenzi wa soko kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Serikali imetoa bilioni 50 kwa ajili ya kununua generator hospitali fulani. Serikali imenunua mtambo wa kuchimba. Sisi waandishi wetu tunaitwa namba. Sasa kwani hawa wanaopewa hizo kazi ni kina nani? Na ukiangalia wala haijasema kwamba sifa lazima uwe mtu mzima, sifa lazima uwe mzee, sifa lazima si uwe mzungu au no. Sifa lazima uwe na leseni zako, uwe yani ulipe kodi, TRA, yani uwe smart, usiwe na ujanja. Kwa hiyo mimi nikaanza kupata wivu, nikaanza kujifunza kwamba kumbe maisha mazuri yanawezekana. Tuzungumzie faida ulizozipata kupitia mfumo wa Nest, na unaweza kutueleza thamani ya kazi ulizozipata kwa ujumla? Hizi kwa mwaka huu, kwa mwaka huu wa fedha. Yani hiyo achana na hizo kazi za nyuma ambazo nimeshazifanya. Siwezi kusema kukumbuka figa yake halisi ni ipi. Lakini hii kazi ambayo sasa hivi niko nazo free, yani nikisema niziconvert zote kwa mwaka huu wa fedha peke yake, naweza kufika thamani hiyo zaidi ya milioni 800. Natumai unafahamu kuhusu sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ambapo inazitaka tenda zote zenye thamani isiyozidi shilingi bilioni 50 wapewe Watanzania. Unaizungumziaje hii kama fursa? Kwangu mimi nimeona ni fursa kubwa sana. Kubwa sana kwa sababu itapanua wigo sasa kwa makampuni ya Kitanzania kuendelea kuonesha uzalendo. Unajua, jambo la kwanza kuona mtu anafanya hizo kazi, jambo kwanza ni mzalendo. Kwa sababu uwezo kaibia serikali, manake lazima utalipa kodi. Kwa hiyo naona sasa tunakwenda kuongeza kutanua wigo wa vijana wengi kuwa mabilionea. Na neno bilionea nafikiri watu hawaelewi. Nafikiri bilionea sio lazima uwe na pesa benki. Mzunguko wako tu ule wa namna unapofanya kazi na zile kazi unazo, unatengeneza thamani yako wewe kuwa bilionea. Sawa. Kila kijana ana ndoto. Ingawa una mafanikio haya uliotueleza, tunaamini bado una ndoto kubwa. Tueleze kazi hii imekusaidiaje kijamii na ndoto yako ni ipi? Imeniondoa kwenye aina ya marafiki ambao kwangu mimi naona hawakuwa msaada. Sisemi kwamba nawadharau watu. Yani sikai na mtu ambaye mimi hana msaada kwangu. Ndio yani tu imejitokea tu imekuwa hivyo. Nakaa na mtu ambaye najua nabadilisha naye mawazo. Atakaa na mimi, aniambie kuna kazi, twende kaombe kazi. Aniambie bwana nimekwama, mtaji wa milioni 100. Nampa mawazo ya kupata milioni 100. Kwangu mimi tunabadilishana mawazo muda wote. Na malengo yangu mimi at least mwaka 2030 katika makampuni ya vijana yanayomilikiwa na Watanzania, kama kuna uwezo wa kupata kazi hata bilioni 20, bilioni 50, na mimi kuna list niwepo. Kwa ufupi, wahamasishe vijana ambao bado hawajachangamkia hizi fursa. Neno langu la mwisho kuambia vijana, jaribu kukaa kwenye mfumo. Wanaposema pesa inategwa, maana yake na kutengenezea mfumo wewe wa kufanya. Lazima uwe tayari kuzipokea fursa. Asante sana kwa muda wako Bwana Madafa. Endelea kupiga kazi. Unasikiliza Tenda Radio. Tumemsikiliza kijana Mtanzania mwenzetu aliyefungua kampuni akafuata utaratibu na kusajiliwa kwenye mfumo wa Nest, ambaye sasa kampuni yake imepata zabuni za hadi shilingi bilioni 3.2 kwa mwaka mmoja tu. Kazi ni kwako. Habari njema ni kwamba una nafasi ya kupata fursa hizi hata bila ya kuwa na kampuni kupitia kundi la vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Kuna bajeti ya zaidi ya shilingi trilioni 5 kwenye tenda za serikali iliyotengwa kwa ajili ya makundi haya. Hizi si pesa za mkopo, bali ni kazi unayopewa, unaifanya kisha unalipwa.
Unachopaswa kufanya, unda kikundi cha watu 5 hadi 20, sajili kikundi chenu, pata TIN namba, kamilisha usajili kwenye mfumo wa NeST. Kisha omba tenda. Hii ni Tenda Radio. Ujana ni mtaji mkubwa wa uwekezaji. Utumie ukiwa bado una nguvu kutengeneza pesa bila kutanguliza lawama. Anasema Profesa Leonarda Mwagike, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya PPRA. Ndiyo, hii ni kwako kijana. Tumia ujana wako kama mtaji, sajili kikundi cha vijana, mfuate utaratibu hadi kuomba tenda kupitia mfumo wa NeST. Au sajili kampuni kama kijana ili uanze kufaidi matunda ya tenda za serikali badala ya kutanguliza lawama. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ. Subscribe na toa maoni yako. Shukrani za pekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tenda Radio.